بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، درس zetu za desturi za dhuhuri hizi inshallah za kukumbushana mambo na kunasihiana nasaha za desturi inshallah, si kitu kipya zaidi, lakini kila kukumbushana mambo tukajirekebisha katika amali zetu, katika vitendo vyetu ambavyo Mwenyezi Mungu anavichunguza kwa undani kabisa, kwa inaya mushaddada, inaya murakkaza. Kama tunavyosema hospitali kuna accident unit, katika intensive care. Kwa hivyo amali zetu zote zinatazamwa kwa mtazamo mkali mkubwa sana na malaika tuliowekewa. Kwa hivyo vinachungwa na kuandikiwa kila kitu, kana khair au shar, vinaandikiwa. Inna rabbaka labil mirsad, Mwenyezi Mungu anavichunguza amali zetu zote, anazichunguza. Kwa hivyo lazima mtu awe anachukua hadhari kubwa sana. Labda tuchukue nasiha ya Al-Hasan رضي الله عنه. يقول الحسن ابن علي: أنا سمع ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. hivi ndivyo vilikuja katika Jami'ul Ulum wal Hikam. Bimaana maneno kama haya, binadamu hatua yote anayetanguliza lazima ajicheke anakwenda kufanya nini. Ma nadhartu bibasari, sijapeleka uso wangu kutazama jambo lolote ila jambo lile na hakika nalo ni halali, si la haramu. Sijatazama jambo ila kwanza ninachokitazama kitu gani. Mambo sasa, an-nadhra al-ula fathani alayk, nadhra mwanzo ukiona kitu haina neno, ile ni kwa bila kukusudia. Ukaona kuna jambo baya tena ukaendeleza nadhara ule, acha nifanye refu kidogo hiyo tena, mpaka ukafikiria ukaiongeza nadhara tena imekuwa umekusudia. Lakini nadhara ule mbio khatfa mbio, alafu kisha baadaye unachokitazama ujue kinatazama kwa ajili ya maslaha, kwa ajili ya khair ndani yake. Kwa hivyo sijatazama kwa jicho langu, wala nataqtu bilisani, wala sijasema kwa ulimi wangu jambo, kwa sababu kila unalisema kwanza sio unalisema tu mdomo. Mlimi sio mwepesi sana kusema kabla ya kupeleka habari kwenye akili, alafu katazama jambo hili liseme litaleta maslaha, litaleta athari mbaya. Kwa hivyo neno lote silitamke mpaka una hakika kwamba unachokisema kina maslaha, kina maana, kina nasaha ndani yake, kina nini, kina khairi ndani yake, kinaleta athari nzuri ndani yake. Likiwa baya liache. Na mara nyingi binadamu watakusema neno alhamdulillah nimejizuia. Unapojizuia neno ambalo linaweza kuleta athari mbaya, ukachuma dhambi, pengine kama alivyosema hadithi ya Mtume SAW, pengine kalima ikawa sababu ya kumpeleka pepo ya juu kabisa, na neno ikawa sababu ya yahwi ila jahannam, anazamishwa kwenye jahannam katika dark ya chini kabisa. Neno mtu alichunge, ilikuwa madhal neno liko mdomoni bado halijatoka, wewe ni bwana ile neno. Likishatoka ushakuwa mtumwa wa neno. Baada na ukaanza kubembeleza na kutaka msamaha na kutaka radhi, kama utasamehewa na kama hujasamehewa tena Allahu akbar. Kwa hivyo wala nataqtu bilisani wala batashtu biyadi, mkono pia usipeleke pahala mpaka ukawa na hakika unapeleka pahala kwa ajili ya khairi, kwa sababu unaweza ukatia mkono mfukoni ukamnyoshea mtu shilingi 2000 ikala khairi.
au kanyosha mkono ukampiga mtu kofi bure ikawa la shari. Kwa hivyo mkono kabla hujainua unakwenda kufanya nini? Itoke amri, jambo la kheri fanya, jambo la baya rejesha mkono. Hata ikiwa ni haki yako kunyosha kwa jambo kwa kulipiza kisasi, la zuia. Walkadhimina alghaidha walafina anin nas, unaingia katika watu wenye kuzuia ghadhabu zao na kusamehe watu, wallahi sawabu ya thawabu. Ama mkono ukiwa unaonyosha kwa ajili ya kheri, fanya, nyosha tena hata mara ngapi nyosha. Mkono wote unyoshe kama italeta kheri. Wala batashtu biyadi wala nahadtu ala qadami, wako umekaa kabla hujainuka nainuka kwenda kufanya nini? Jambo la kheri inuka mbio mbio, jambo la shari hapo hapo usiende. Kwa hivyo anasema Al-Hasan anatuambia kwamba sijafanya yote haya, la kulitizama kwa jicho langu, wala kusema kwa ulimi wangu, wala kuinua mkono wangu kufanya jambo kwa mkono wangu, wala sijainuka kwenye pahala ninapokaa hata andhura ala hadha shay, nilitizama hili jambo nataka kulifanya, ikiwa jambo la kumtii Mwenyezi Mungu au jambo la kumasi Mwenyezi Mungu. إذا كان عن طاعة أو على طاعة أو على معصية يكوكم عاصي Mwenyezi Mungu. Ikiwa la kumtii Mwenyezi Mungu, fa in kana ta'atun taqaddamtuhu, utangulia nikalifanya ile jambo. Wa in kana ala ma'siya, ikiwa jambo lenyewe ni maasiya, taakhartu, kuchelewa, nikawa na sita silifanya. Naam, hizi nasaha kwa kila jambo utakulifanya mtu kwanza litizame. Sio unavamia tu mtu unafanya jambo. Kama utajifunza kufikiria jambo lolote ulifanya au kutazama au kusema, basi utakuwa utajihifadhi na mambo mengi maovu, utajitenga nayo. Na ukiwa utajifunza namna hii kama anavyofundisha Al-Hasan, basi utajikinga na mengi ambayo ingelikuwa halafu natija yake majuto, na kwa tena haifai majuto mjukuu. Kwa hivyo Ibn al-Jawzi anasema katika kitabu chake Talbis Iblis, anasema kwamba inna Iblis wakati gani anafanya kazi yake sana? Inna Iblisa inma yatamakkan min al-insan ala qadri qillati al-ilm, anaweza kumkontrol binadamu na kumchezesha ngoma, akamwendesha mbio, akamfanya afanye mambo kwa mujibu wa ilmu yake iliyokuwa ndogo. Fakullama qalla ilmu al-insan, kila ilmu ya mtu ikawa ni ndogo, kathra tamakkun iblis minhu. Kwa hiyo Iblis anakuwa na control na power zaidi ya kumwendesha anapotaka yeye. Kwa hivyo anatamakkan Iblis, anakuwa na uwezo wa kumfanya huyu mtu afanye jambo ambalo ni la maasi. Wa kullama kathra al-ilm, kila ilmu ya mtu ikawa kubwa zaidi juu ya khairi na shari, juu ya sheria za dini, nini nataka afanye, nini nataka ajiepushe, basi qalla tamakkunuhu minhu, inakuwa kuweza kumcontrol yule inakuwa ni ndogo sana. Na hapa ndio tunatakiwa tuwe na ilmu. Unaosema anasema katika diwani Shafi'i, wengine wanasema kwamba kutoka na Umar ibn Abdul Aziz mfalme wa 5 wa maadilifu al-Khalifa al-Khamis, anasema ta'allam, jifunze, falaysa al-mar'u yuladu 'aliman وليس أخو علم كمن هو جاهل. تعلم, jifundishe. فليس المرء يولد عالم, hakuna yote aliyezaliwa na ilmu yake. وليس أخو علم كمن هو جاهل, na mwenye ilmu si sawa na yule aliyekuwa jahil. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا hawezi kuwa sawa, sio. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل أو المحافل. Anasema kabira alqaum, mwenye ilmu mkubwa wa qaumu, katika watu jamii yeye ni mkubwa wao, lakini ikiwa la ilmu indahu, hana ilmu yote, anakuwa saghir inda qaum, anakuwa mdogo sana. Ilmu inamfanya kumkuza au kumdogosha, akawa ni mdogo.
idha altafat alayhi kahafir, kwa watu wamemzungukia na hana cha kusema, hajui kauli gani aseme, inakuwa tunatafuta mwingine wa kumsemea badala yake, na kwa mdogo heshima na hadhi anaipata mtu mwingine. Wa inna saghira alqawmi, na ikiwa mdogo katika kaumu, katika watu, wa in kana aliman, na ikiwa mwenye ilmu, basi anakuwa kabir, anakuwa mkubwa. Idha ruddat alayhi almahafil, kama wanapokuwa watu wamekusanyika mbele yake. Na tunapata wakati mwingine vijana wadogo katika tarikh walikuwa na athari kubwa katika kutufunza mambo ya hikma sana. Imekuja riwayat mambo mengi sana kwa katika vijana, kama imekuja siku moja Khalifa Umar al-Khattab, khalifa wa pili Waislamu, walipokuwa wanapita njiani, wamepita mara ala fityan fansarafu, wakawa kimbizana. Amiri muuminin anakuja, khalifa anatoka nakimbia, na walikuwa wanaogopa, alikuwa akitisha Umar Khattab. Kwa hivyo vijana wakawa nakimbia, illa wahidan minhum, mmoja kakaa kimya, hata habari hana wala hajashughulika kama kuna mtu anapita. Sasa amiri muuminin lazima atakuwa fidhuli ya kujua nini, kitu gani kilichomfanya huyu akae, wenzake wote wameondoka. Jambo si la kidesturi. Amiri muuminin anapita, alafu kawakia anamuuliza Umar Khattab, anamwambia malaka lam tafiru min ashabika maa ashabika, kwa nini wewe usikimbie pamoja na wenzako? Faqala ya amiri almu'minina lam ajrim fa akhafuka, sijafanya jarima, sijafanya kosa hata nikuogope nikimbie. Walam takun at-tariq dhayiqa, wala njia haijawa kwamba ni dhiki atabu hata shote tuondoke tukupishe mheshimiwa pite. Lam takun tariq dhayiqa fa awsa laka, ili nikuachie nafasi upite. Kwa hivyo wama yumkin an yakuna alwahid minhuma, hata huja katika watu ambao waovu, hata kwa nini kwamba nikuogope wenda ukaniudhi kwa jambo lolote ukanipiga. Kwa hivyo ndio ikaja masala kwamba hii ilmu taallam falaysa almar'u yuladu aliman. Kisa hichi kama inavyosemekana, tukielezea pia mtoto mdogo alisema maneno haya, ndio ikawa Umar ibn Abdul Aziz akaeleza maneno hapa. Anasema alipokuja wakati wa Umar ibn Abdul Aziz kushika ukhalifa, inakuwa wajumbe kutoka sehemu mbalimbali wanakuja kumbarikia khalifa. Al-wufud unakuja min kulli makan. Katika moja la ujumbe uliokuja walikuwa kijana mmoja mdogo kutoka Hijaz amekuja, na inasema katika beti nubuwa, mtu katika watoto wa kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, Umar akamtazama huyu mtoto mdogo saghir sin, ndio aliyesimama kwa niaba ya wazee waliokuja watu. Mtoto mdogo wa miaka 10 na pengine 11 au 13 anataka kusimama, asema faqala Umar ibn Abdul Aziz, naye khalifa na muadilifu, ni mtu mwenye imani ya hali ya juu, uadilifu wa hali ya juu, hata akaongezwa katika listi ya makhulafa rashidin, makhalifa waliongoka, Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali. Ikapita wakaja al-Hasan ibn Ali, kashika miezi 6, akashika baadaye Muawiya ibn Abi Sufyan, akashika baada hapo akashika wengi katika Bani Umayya kuanzia mwaka 40 Hijri. Alipouliwa Saidna Ali akashika Hasan ibn Ali miezi 6, akamwachilia mwaka 41 Hijri, akakamata Muawiya ibn Abi Sufyan katika Bani Umayya. Ikaendelea vizazi vya makhalifa karibu 14 wa Bani Umayya walioshika mpaka kufika mwaka 132 wa miaka 91 ameshika ukhalifa Bani Umayya. Katika kati humo kufika miaka 90 na akashika Umar ibn Abdul Aziz, yani kuanzia 40 mpaka 90, miaka 50 na imepita. Makhalifa hao wote hawajaitwa makhulafa rashidun. Yani pengo hili la miaka kadha, karibu makhalifa wa 8 9 waliokuja kashika, hawajawa waliongoka wakaitwa, ila aliposhika Umar ibn Abdul Aziz katika Bani Umayya akaitwa min dhimn khulafa ar-rashidin, miongoni mwa khalifa waliongoka.
na yeye hajauchukua kwa urithi kama wenzake waliotangulia walichukua kwa urithi. Muawiya akamwacha mwanawe Yazid, Yazid ibn Muawiya akamwacha mwanawe Muawiya ibn Yazid ibn Muawiya, halafu kaangukia bin ammi zao Bani Marwan. Hasan alipokuja Umar ibn Abdul Aziz akasema sichukue khalifa, akashuka, watu wakamteua tena, wakamchagua rasmi, ikawa amruhum bishura. Alipokuwa anapokea khalifa, ndio watu wanapokuja, huyo kijana akataka kusema, Umar ibn Abdul Aziz akasema hivi kwamba hakuna katika nyie liyatakallam man huwa asannu minka, aseme alikuwa na umri zaidi ili kunibariki, alikuwa mkubwa, sio mtoto. Fa inna ahqqu bil kalam minka, yeye ana haki ya kusema, mtu mzima, wewe mtoto usiseme. Na huko ananiambia leo wafdu ujumbe ule. Faqala as-sabi, mtoto akasema, mahlan ya amirul mu'minin, hebu sita kidogo ya amirul mu'minin. Akamwambia, innamal mar'u bi asgharihi, joko mtu kwa udogo wake, bil kalam bi asgharihi lisanuhu wa qalbuhu, ulimi wake na moyo wake unamfanya wewe mkubwa, si mdogo tu. Fa idha manaha Allahu al-'abda lisanan lafidha, akimpa Allah akamkalia, akamtunikia ulimi wenye kusema maneno ya khairi, maneno mazuri, wa qalban hafidha, na moyo wa kuweza kuhifadhi mambo, faqad istajada lahu alkhilla, yani ameshakuwa ametukuzwa na Mwenyezi Mungu mtu huyo. Walau anna al-amra ila sinni, na ikuwa kama unavyosema wewe kwamba faliyatakallam asannu minka, alikuwa na umri mkubwa zaidi, ingelikuwa mambo yanakwenda kwa umri ya amirul mu'minina, lakana fi hadhihi al-umma man huwa asannu minka, angelichukua cheo hichi cha khalifa, alikuwa na umri mkubwa kuliko yeye, na yeye alikuwa na miaka 20 na tu, amirul mu'minin haja mkubwa hivyo. Hapa tena Umar akasema sadaqta, amesema kweli, fatakallam. Fakhala tena kijana akaelezea kwamba ya amirul mu'minina, tumekuja sisi kutoka mji wetu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukuchagua wewe kwamba ni khalifa, wala hatujaje kwa haja yoyote kwako, wala bali tumekuja kwa ajili ya kukubariki na kwamba nini, Mwenyezi Mungu akupe uwezo wa kutuendesha, kwa sababu sisi tumepata amani katika mahala mwetu tunapoishi, na yote haya inshallah yani katika kumsifu na kueleza maneno ya nini ya kwamba Mwenyezi Mungu ampe taufiki na kumshukuru kwa kukubali kuwa khalifa kwa watu. Kwa hivyo Umar ndio akasema, ina haya taallam falaysa almar'u yuladu aliman falaysa akhu ilmin kama huwa jahil, jifunzishe, usikae mjinga siku zote, kwa sababu mwenye ilmu si sana yule aliyekuwa jahil, yule asiyofahamu kitu. Na haya yanatutia tashjii katika nini, katika kutafuta ilmu zaidi, kwa sababu ilmu inakupa, inazalisha hikma, na ukifika hikma, ukipata hikma, na dharwatul hikma ni makhafatullah, inakuzidisha kumhofu Mwenyezi Mungu na kumwogopa na kuamcha Mungu zaidi. Haya ndio darasa leo, inshallah tutaka kupeana masala ya umuhimu wa ilmu, na kwamba inatufanya sisi tuwe wacha Mungu zaidi inshallah. Wa bihadha naktafi, wallahu a'lam.